ukianza kucompete kwa mchezaji mmoja mmoja, nadhani Young Africans kuna maeneo mengi zaidi ambayo wamewazidi Simba, kwa sababu kama timu anayo, kwa sababu ukiangalia msimu uliopita na msimu huu kuna tofauti mkubwa sana. Licha ya kuwa ligi inaonekana kuwa ngumu, ushindani unaonekana upo wa kutosha, kwa sababu unaizungumza Simba msimu uliopita ambao ilimaliza ligi wakiwa nafasi ya 3. Sofa mpaka sasa wapo nafasi ya 2 lakini wakiwa nyuma ya mchezo mmoja, si ndio? Hii inakupa taswira gani? Ukiangalia hata kwenye eneo la ushambuliaji at least unaona kuna namna improvement ambayo imeonekana. Fadu kuna kazi moja ambayo ameifanya zaidi kuhakikisha kwamba anaanza kuisuka Simba, ambayo pengine kama uongozi, benchi la ufundi hakutakuwa na mabadiliko, na iona ni timu ambayo inaweza ikaje ikasumbua zaidi ya misimu 3 mpaka 5 huko mbeleni, kama hakutakuwa kuna hizi siasa za mpira wetu wa Kitanzania. Kwa maana gani? Wamesajili wachezaji ambao umri wao ni mdogo, ambao miaka 24 wana uwezo wa kukupa bora kwa miaka 4 mpaka 5 huko na kuendelea. Lakini ukianza kucompete ya Simba msimu huu na msimu uliopita, nadhani hii itakuwa ni bora zaidi. Kwa maana gani? Kwamba unaangalia hata ratio ya eneo la ushambuliaji. At least wamejitahidi kwa msimu huu. Tunazungumza misimu miwili, mtawaliwa ya Yanga, Simba top scorer alikuwa ni Saidon Tibanzokiza. Msimu wa kwanza alifunga magoli 17, msimu wa pili akaja kafunga magoli zaidi ya 10, si ndio? Lakini kwa msimu huu kidogo kumekuwa kuna tofauti. Tunaizungumza Simba ambayo pengine ina zaidi ya wachezaji mpaka 3 ambao wamefunga magoli 7 na kuendelea. Unamzungumzia Jean Charles Ahoua, unamzungumzia Leonel Ateba pamoja na Steven Mukwala. Ulikuwa hauwezi ukaona Simba ya misimu 3 kuna zaidi ya wachezaji 3 ambao pengine wana zaidi ya magoli 10, yani wamechangia magoli 10 na kufanyaje na kuendelea. Kwa hiyo inaweza nikaiona ni moja kati ya Simba bora, lakini wamepunguza pia makosa mengi especially kwenye eneo la ulinzi, kwa sababu wakati wanamaliza duru la kwanza ilikuwa ni Simba ambao tayari imesha concede zaidi ya magoli 16 kwenye eneo lao tu la ulinzi, lakini tunaizungumza Simba hii ambayo imeonekana ikiconcede magoli machache zaidi, na wanaongoza pia kwa clean sheet kwa msimu huu. Kwa hiyo haiwezi tukasahau kazi kubwa ambayo amekuja kuifanya nani? Fadlu Davis pamoja na uongozi wa Simba. Waliamua kuanza upya kwa kusajili wachezaji ambao pengine watakao kuwa na njaa ya kiushindani zaidi, ila Young Africans wamewazidi Simba kwenye baadhi ya maeneo, hasa ukianza kuzungumza ubora mchezaji mmoja mmoja, na naamini pengine hasa kwenye eneo la ushambuliaji Young Africans wako bora sana, lakini pia hata kwenye eneo la midfield. Ukija kwenye eneo la kiungo kwa upande wa Simba, mara nyingi utamtaja Fabrice Ngoma pamoja na Yusufu Kagoma, lakini ukienda Yanga utamtaja Aucho, utamtaja Mudathiri, utamzungumza Pakome, utamzungumza Stefani Aziziki. Jean Charles siwezi kumweka kama ni sehemu ya washindani katika wachezaji wa Yanga ambao nimewataja. Unaweza ukasema kwamba anaweza akamtoa mtu mmoja akaingia kwenye upande wa hiyo nafasi. Kwenye eneo la ulinzi nadhani wanafanya vizuri sana. Zimbo amekuwa bora msimu huu, Shomari Kapombe pia amekuwa bora msimu huu, na nadhani mwingine ambao tunapaswa kumpa credit japo amekuwa azungumzwi kwa sababu tu ni raia wa Tanzania, Abdulrazak Hamza amekuwa anafanya kazi kubwa sana kwa huu msimu, na pengine hata ikitokea wakani miongoni mwa mabeki bora kwa upande wa huu msimu, mimi sitoshangaa kwa kazi ambayo amekuwa anafanyaje, ambao amekuwa anaifanya. Kwa hiyo kwa baadhi ya maeneo Young Africans wako bora zaidi kuliko Simba, lakini haimaanishi kwamba hawana kikosi bora. Sawa. Raymond, unaungana na kauli ya Dominic Salamba kwamba ilitumika ujanja tu kuweza kuwakimbia Young Africans? Itahitaji nikiclarify, inabidi niwe na ushahidi wa kutosha. Lakini kwa maana ya ubora wa timu ya Simba, of course, yani unahitaji kwa kipofu wa mpira wa miguu kujua kwamba squad ya Yanga ni bora kuliko squad ya Simba. Numbers zinazungumza sana siku hizi. Tupo kwenye kizazi ambacho kinaamini zaidi kwenye numbers kuliko kitu chochote, na ukitaka kuzungumzia numbers, Young Africans wamewazidi sana Simba kwenye numbers, hasa pale ambapo wanaenda kuaffect mchezo. Tumezungumza kwamba wamescore 58 goals, Simba kwa wamescore 46 goals, lakini pia angalia hata mchango wa wale watu ambao wanacheza nafasi za mbele, wakina Prince, wakina Max, wakina Aziz, wakina Pakome, wakina Mzizi, wakina Dube. Hao watu wamekuwa na register numbers, na wanasema mpira wa miguu kilele chake ama climax ya mpira wa miguu ni kuscore goals. Young Africans wamewazidi Simba katika hilo eneo. Lakini pia hata ukiangalia, unajua Dominic hajazungumza kwamba
Young Africans imezidi Simba, yani kwenye squad, yani kwenye first 11 amezungumza kwenye timu. Na timu ili itwe timu, Betha pamoja na Juma inabidi iwe ni watu mmoja mmoja ambao wana uwezo ambao unashabiana kwenye kuunda kitu kimoja, kuhakikisha pale ambapo huyu atapelea huyu anaweza kajaza ile nafasi na kusionekane kuna tofauti kubwa ya katika hilo eneo. Of course Young Africans ana hiyo squad, lakini klabu ya Simba kumekuwa na uwalakini. Inasemekana, sijasema hizo taarifa ni rasmi, inasemekana huenda Musa Kamara Ping pamoja na Shemalon Fondo wangeukosa huo mchezo. Angalia disruption iliyoleta kwa wachezaji, kwa mashabiki wa klabu ya Simba, pengine hata kwa viongozi, ule wasiwasi kwamba okay, tukiwakosa hawa watu tunaingia tukiwa inferior nyuma ya Yanga. Lakini angalia Young Africans, kuna muda wanakosekana wachezaji wale key, lakini Young Africans inaendelea kusurvive. Kwa nini na survive? Kwa sababu kuna mlinganyo ama kuna mfanano wa viwango. Anapotoka Pacome ataingia Maxi, kuna ushabiano. Sio kwamba anafanana level typically, no. Ila huyu akitoa 100 basi huyu ana 85 kuelekea juu. Lakini klabu ya Simba ukiangalia, akitoka mtu anayetoa 100 atakuja mtu anayetoa 65. Na ndio maana unaweza kukuta wanapomkosa mchezaji mmoja au wawili, klabu ya Simba ina struggle sana. Mimi napenda kutumia mfano mechi ya Fountain Gate ile wanacheza, wamemkosa Kibu Denis, kila mtu alikuwa anashika kichwa kwamba hii mechi ingekuwa Kibu si tungeshinda. Huo ni mchezaji mmoja na athari ilionekana. Na huyo mchezaji ambaye wanamkosa ni mtu ambaye hajafunga kwa almost siku 460, lakini hiyo effect yake uliiona. Young Africans kuna mechi wanamkosa Stefan Aziz Ki, bado watu wanacheza, mechi inaendelea. Young Africans sasa hivi atola yao kwasi ana almost 2 months hajacheza. Niambie Kapombe asicheze miezi 2 ndani ya klabu ya Simba pale. Pazito. Utaona jinsi ambavyo watu watahangaika. Zimbwe kuna muda Young Africans walikuwa wanamkosa Boka almost mwezi mmoja. Alikuwa anacheza Kibabage. Maswali hayakuwa mengi kiasi hicho. Hebu niambie Simba imkose Zimbwe mwezi mmoja, utaona ambavyo kutakuwa kuna sintofahamu. Kuna muda Young Africans walikuwa wanamkosa Khalid Aucho, lakini timu ilikuwa inaenda inacheza na inapata matokeo. Hebu niambie sasa hivi timu imkose Yusuf Kagoma au Fabrice Luamba Ngoma ndani ya klabu ya Simba, maswali yatakuwa mengi kuliko majibu. Kwa Young Africans kwenye squad kamzidi Simba, lakini pia hata kwenye quality ya mchezaji mmoja mmoja. Hebu anza kuwa compare. Huku kuna Kibu Denis, huku kuna Pacome Peodo, huku kuna Jean Chale, huku kuna Stefan Aziz Ki, huku kuna Ladak Chasambi, wenzako na Maxim pia Nzengeli. Ukienda kwenye Ateba wenzako na Prince Mpumelelo Dube, ukienda kwenye Mkwala wenzako na Clement Walidi Mzize. Yani quality ya Africans imejaa, imetapakaa kila maeneo, na ndio kitu ambacho nafikiri Dominic alikuwa anakimaanisha. Kwangu naungana naye kwamba kwenye squad Young Africans ana squad bora kuliko klabu ya Simba, lakini pia viwango vya mchezaji mmoja kwenda kwa mwingine vinafanana, tofauti na klabu ya Simba kuna gap kubwa sana kati ya mchezaji mmoja na mchezaji mwingine. Sawa, lakini zipo tetesi ambazo zinasemekana kwa upande wa Faisal Salum kwamba aiweka Simba